Naam, asante kwa kusalia papo huku ukiendelea kuselelea matangazo haya papo. Huu ni mshike viwanjani. Mimi ni Hassan Ahmed. Na kwa sasa tuanze kuziangazia taarifa ambazo zinagonga vichwa mbalimbali vya habari za michezo na burudani. Mara baada ya msimu wa 2024-2025 kumalizika kwa mashindano yote yanayoshirikisha vilabu vya Tanzania, kwa wananchi Yanga kufanya gwaride la ubingwa hapo jana, baadhi ya nyota wa kikosi hicho wametoa tathmini yao ya msimu huu ama msimu uliopita, huku akisema ulikuwa ni msimu mgumu sana. Mimi naona ilipendeza na ilifana sana, tulifurahi ukizingatia ulikuwa ni msimu mgumu, msimu wenye mambo mengi ya kushuka na kupanda, na mpaka hatimaye juzi tumeweza kutetea tena taji letu la CRDB. Ina maana kitu kikubwa kwetu, na sisi kama timu tunakuwa tuko proud pamoja na mashabiki zetu. Kwa hiyo jambo lilienda vizuri na mimi tulifurahi, tulishirikia kwa pamoja na hatimaye tumeweza kulimaliza salama. Kwa tunashukuru. Kikubwa ni kuyatetea yale yote ambayo tumeachukua katika msimu huu. Kwa ina maana kwa msimu unaokuja, katika yale yote ambayo tumechukua msimu huu, kama tutashiriki tena basi ni kuweza kuyatetea. Kwa hiyo mimi nachoamini viongozi watakuja na mkakati, watakuja na plani ya maandalizi kwa ajili yetu. Kwa hiyo tuombe tu mashabiki zetu waendelee kutuombea dua, lakini waendelee kutusupport. Tunachoamini msimu ujao tutafanya maandalizi yaliyokuwa bora na tutakwenda kufanya vizuri tena pia katika msimu unaokuja. Mimi na imani msimu wangu wa 4 nipo katika paredi, nimeona kila siku Yanga inavyozidi kuchukua ubingwa kila msimu, naona kila paredi inazidi ubora. Mimi yangu ya jana ilikuwa nzuri kwa sababu wananchi wamejitokeza kwa wingi sana, wamefurahi kwa sababu sisi tunacheza mpira kuwapa furaha wananchi, kwa wamefurahi na mimi nimefurahi. Sisi kama wachezaji na imani wategemea mambo mazuri kama wachezaji, tunawaahidi tutapambana tena kama msimu huu. Kila kombe ambalo tumeingia, kila mashindano ambayo tumeingia tumeweza kufanya vizuri na tumeweza kuchukua kombe. Kwa hiyo na imani itakuwa zaidi ya msimu huu, watafurahi zaidi. Kikubwa watuombee na wawe na sisi kwa ushirikiano kwa kila kitu ambacho kitatokea, kwa sababu ya msimu mzuri msimu ujao unakuja. Mwanzoni msimu haukuwa rahisi kwa kweli, haukuwa rahisi. Hapo katikati mambo mengi yametokea, lakini end of the day ukawa msimu mzuri kuliko msimu yote, kwa sababu tumeweza kuchukua makombe 5 katika msimu mmoja. Sio kitu rahisi, na si kwa Yanga, hata kwa timu nyingine nyingi duniani sio kitu rahisi. Kwa hiyo hata ulivyoangalia na parade ilikuwa nzuri sana, wananchi walitokeza kwa wingi, tulifurahi, wamefurahia kile ambacho wako nakiombea msimu mzima. Unawaambia nini sasa kuelekea msimu ujao? Watuombee kwa Mungu, sababu hili ni deni ambalo tumelitafuta katika msimu huu. Kwa lazima twende tukafanye vizuri zaidi ya msimu huu. Kwa hiyo dua zao, support yao ndio nguvu kubwa kwetu sisi. Ni tathmini fupi tu ya baadhi ya wachezaji wa klabu ya Young Africans kuzungumzia namna ambavyo msimu wa 2024-2025 ulivyokuwa, na kwa sasa moja kwa moja na kwenda kuungana na mchambuzi wangu wa zamu hii leo ambaye ni Andrew Kinga Mkono, kuja kufahamu kwa kina yeye tathmini yake ikoje mara baada ya msimu kumalizika. Kinga Mkono, habari za wakati huu? Mambo yanasemaje? Uko sawa sawa? Tumeyasikia maoni kutoka kwa baadhi ya wachezaji wa klabu ya Young Africans, Nixon Job, lakini pia Kibwana Ali Shomari, bila kumsahau mlinda lango Young Africans Abu Talib Hamidu Msheri, wao wakitoa tathmini ya kile ambacho kimejitokeza ndani ya msimu wa 2024-2025. Kwako kama mchambuzi wa zamu hii leo, tuambie tathmini yako kiufupi, msimu ulikuwaje wa 2024-2025 ambapo Yanga jana wamehitimisha na gwaride kutokea airport, uwanja wa Mwalimu Julius Nyerere hadi makao makuu ya klabu ya Yanga mitaa ya Twiga na Jangwani. Kama wachezaji wanavyosema, Yanga walianzia mguu wa kushoto kabisa. Yaani kuanza vizuri, wakamfukuza kocha wao ambaye aliweka rekodi Miguel Gamondi. Miguel Gamondi aliweka rekodi nzuri. Akaja Ramovic ambaye naye alijaribu, bahati haikuwa yake na timu ikaonekana kama inapotea baada ya Champions League kutolewa kwenye ile hatua ya makundi, waliposhindwa kufuzu kwa robo finali. Uliona kama timu inataka kupotea. Lakini ule uamuzi wa busara ambao viongozi wa Yanga walifanya na wakaongea na wenzao wa Singida Black Star kuwapa kocha Hamdun, nadhani umekuwa ni uamuzi bora zaidi. Sawa. Kwa nukta hiyo tuzitazame takwimu za Yanga msimu wa 2024-2025. Michezo 30, alama 82, ushindi mara 27, sare mara moja tu na kupoteza michezo miwili. Tofauti ya magoli ni 73. Karibu sana Andrew Kinga Mkono. Pengine takwimu hizi zinaakisi kitu gani? Inaonyesha ubora wa timu, hasa ni sifu safu yao ya ulinzi, kwa sababu pamoja na changamoto zote walizokuwa wanapitia Yanga, bado safu yao ya ulinzi ilikuwa imara. Kwa hiyo kiasi ambacho wamepoteza mechi 2 tu na idadi ya magoli waliofungwa Yanga ni machache sana, magoli 11 nadhani mpaka sasa hivi, mpaka mtimu unaisha wamefungwa magoli 11. Kwa hiyo unaona ni timu ambayo ilikuwa imara sana kwenye defense yao,
na washambuliaji baadaye walikuja kwenye ubora. Sasa ndio magoli yakaanza kupatikana. Ndio maana unaona goal difference imekuwa kubwa sana hiyo. Wakina Mzize walikuja kwenye ubora wao. Prince Dube alikuja kwenye ubora wake. Kwa hiyo unaona kwa ujumla kila mchezaji alianza kutimiza majukumu yake. Lakini kocha yote kwa sababu ya kocha aliweza kuwabadilisha wale wachezaji kwa sababu hakusajili. Lakini aliweza kuwatumia wale wachezaji akapata kitu bora kutoka kwao, kitu ambacho kimekuwa faida kwa Yanga. Na ndio maana umeona parade imekuwa kubwa sana. Kwa sababu wana Yanga wengi walikuwa naamini msimu huu ubingwa utaenda Msimbazi kwa sababu timu yao ilikuwa katika kiwango kizuri. Wachezaji wengi walikuwa wameonekana kama wamechoka na morali yao zilikuwa chini sana. Lakini kocha aliweza kufanikisha jambo. Kusalia kwa mechi moja tu ambayo ndio ilikuwa inakuja kuamua hatima ya ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara, ni taswira ya namna gani kama mchambuzi? Yanga iliwalazimu kusubiri mpaka mechi ya mwisho kuweza kujua kwamba wao ndio mabingwa wa ligi kuu msimu huu na mabingwa mara 31, lakini pia ni mabingwa mara 4 mtawalia. Hiyo inaonyesha ni ushindani uliokuwepo kwenye ligi. Yaani ligi ilikuwa na ushindani na Simba pamoja walikuwa na ideolojia yao kwamba sisi tunatengeneza timu, lakini walikuwa na timu yenye ushindani. Kwa hiyo iliwapa ushindani kweli kwamba sisi ni washindani na sisi tunataka ubingwa. Kwa hiyo ndio maana Yanga ilibidi wasubiri mpaka dakika ya mwisho kuja kupata ubingwa. Kwa kifupi sana, hizi ni takwimu kwa upande wa mabeki. Utaona Young Africans imeshinda magoli 5-0 dhidi ya Kopko, lakini pia Young Africans ilichomoza na ushindi goli 1-0 dhidi ya Songea United, bila kusahau pia kwa upande wa takwimu za mabeki Yanga ilishinda mabao 2-0 dhidi ya JKT Tanzania, na Yanga pia ikachomoza na ushindi mabao 2-0 dhidi ya Singida Black Stars. Maana yake ni kwamba hizi ni clean sheet kwa upande wa mlinda mlango wao Djigui Diarra, lakini pia utaisifu pia safu yake ya ulinzi ambayo inaongozwa na Dickson Nixon Job. Ndio hicho tunasema kwa matokeo mwanzo. Siri ya Yanga katika msimu huu iliwafanya wapate ubingwa ni safu yao ya ulinzi. Ilikuwa safu bora sana, kila alikuwa anaingia aliyetoka ulikuwa ni tatizo kwa sababu watu wote kila mmoja alikuja kutimiza wajibu wake na kuilinda timu. Kwa sababu timu isipofungwa hata ikifunga goli moja inaisaidia, kwa sababu wakati mwingine kwenye mechi unahitaji tu ushindi, usipoteze. Ukipoteza unapoteza sana na unahitaji sare kwa sababu sare inakupoteza pointi nyingi. Kwa hiyo Yanga ilifanikisha kushinda na vile vile iliweza kujilinda, kwa hiyo na safu bora zaidi ya ulinzi katika msimu, ndio siri yao. Hii ilikuwa ni kwa upande wa michuano ya CRDB, na kwa sasa moja kwa moja tuyatazame matokeo yote ya Young Africans kwenye michuano ya kombe la shirikisho ambao pia wametawadha kuwa ndio mabingwa wa michuano hiyo. Michezo 6, ushindi mara 6, tofauti ni magoli 21, lakini pia utaona GA hapo 2 pamoja na goal difference 9. Hao ndio Yanga. Kwa hiyo unawaona kabisa kwamba ni timu ambayo imekamilika na unamwona Pacome alikuja kwenye alivyoamka akarudi vizuri kutoka majeruhi mpaka amerudi kwenye ubora wake. Mzize akarudi kwenye kiwango kizuri akawa anafunga. Kwa hiyo unaona timu ambayo ilikuwa kama vile imepata shock baada ile kutolewa kwenye kombe la nani. Goal difference hapa ilikuwa inaonyesha ni kwamba 19 wamefunga magoli 21 na wao wamefungwa magoli mawili tu Young Africans. Yes. Hiyo ina maana gani? Bado ndio tunasema kwamba safu bora ya ulinzi na safu imara ya ushambuliaji. Kwa hiyo ukiona safu hizo mbili ambao wao wakipata nafasi wanafunga, na kwenye Federation CRDB Federation Cup wanakuwa na nafasi nzuri. Timu zao zilizokutana nazo nyingi hazikuwa timu za kutisha sana kulinganisha na wenzao. Kwa hiyo wao walikuwa na kikosi bora cha kupata matokeo waliyotaka kwenye hizo mashindano mpaka mwisho. Kwa sasa nikushukuru sana Andrew Kinga Mkono, ni kuombe tukapumzike, nitakuita tena baadaye iwapo muda utakuwa umeniruhusu. Lakini kwa sasa moja kwa moja, mtazamaji ambao anafuatilia Mshike viwanjani, tukatazame kile ambacho kimeandikwa kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, mtandao ule wa Instagram, Facebook pamoja na X zamani Twitter. Swali ambalo lilikuwa linauliza hii leo, Yanga imeruhusu magoli 10 tu kwenye NBC Premier League msimu huu. Safu yao ya ulinzi imekuwa na mchango kiasi gani kwenye mafanikio ya timu hiyo? Tutakuja kusoma kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ambayo nimekutajia hapo awali. Katuandikie kwenye ukurasa wetu wa Instagram kwa maana ya Azam TV, lakini bila kusahau kwenye Facebook pamoja na X zamani Twitter. Kwa sasa moja kwa moja tuangazie taarifa nyingine ambazo bado zinagonga vichwa mbalimbali vya habari za michezo na burudani. Lakini kabla ya hapo, haya ndio ambayo umetuandikia wewe mtazamaji ambaye umekuwa ukituandikia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Busogoseka yeye ametuandikia, anasema Wambogwe Geita, Yanga wamestahili kutoruhusu magoli mengi kwa sababu timu yao imekuwa na muunganiko kwa muda mrefu sasa, hongera sana. Lakini Kigugu Junior yeye ameandika, mabeki wamechangia kwa asilimia kubwa sana kwenye ubingwa wa Yanga. Performance ya Job Baka ilikuwa ni poa sana. Lakini Nazareth naye ameandika kwenye ukurasa wetu akisema kutoka
Makambako, Njombe. Sina neno zaidi ya kuwaambia, wameboresha toka msimu jana. Hayo ni maoni ambayo yameandikwa kwenye ukurasa wetu wa Azam upande wa Instagram, lakini pia tukitazama upande wa Facebook, Saleh Juma anasema kutokea Nansia Ukerewe, mchango mkubwa ni kuzuia na kufunga goli chache. Pia safu ya ulinzi imetoa mchango katika kutikisa nyavu, aidha kufunga goli, Baka, Mwenda na kadhalika, kutoa pasi za usaidizi. Hongera Yanga. Lakini Emmanuel Ngasa yeye amepanda jukwani pia na anasema, mkazi wa Ifakara, Morogoro, ukiona timu haijaruhusu kufungwa sana, jua wapinzani hawana washambuliaji hatari. Wakati huo pia Emmanuel Kafefa yeye anasema Simiyu Maswa ndiko ambapo anatokea, ni beki mzuri sana akisaidiwa na viungo wao, na ukiangalia mechi 3 za mwisho timu imecheza kwa kiwango cha juu sana. Kama msimu ujao wataanzia moto, bila shaka ni moto ule ule waliomaliza nao msimu huu, basi Yanga naiona ikifika mbali kimataifa. Hao ni baadhi tu ya maoni ambayo wametuandikia kwenye ukurasa wetu wa X. Emmanuel A. Mtinya, Emmanuel Andrew anasema, binafsi safu ya ulinzi ya Young Africans imekuwa na mafanikio msimu huu, imetokana na nidhamu ya juu, maelewano mazuri kati ya mabeki na kipa, pamoja na utekelezaji sahihi wa mbinu za kiulinzi. Mafanikio yao yanaonyesha wazi kuwa ulinzi madhubuti ni msingi wa ushindi katika soka la kisasa. Hii ni kwa upande wa ukurasa wetu wa X na ni maoni yetu. Huu ni Mshike Viwanjani. Mimi ni Hassan Ahmed. Asante kwa kusalia papo huku ukiendelea kuselelea matangazo haya papo. Huu ni Mshike Viwanjani. Mimi ni Hassan Ahmed, na kwa sasa bado tuziangazie taarifa nyingine. Mashabiki wa timu ya Simba tawi la Abiola Buza jijini Dar es Salaam wametoa tathmini yao msimu uliopita, huku wakiwaomba viongozi kufanya usajili wa viwango ili kufanya vizuri msimu ujao wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara na mashindano ya kimataifa. Tathmini ya msimu uliopita, timu ilikuwa tulitegemea kwamba itakuwa mzuri, lakini tofauti na matarajio yetu. Wachezaji waliopatikana kwa msimu uliopita walikuwa ni wa kawaida sana. Naona. Kwa hiyo tunachoomba safari tumeshafika finali ya shirikisho, naamini pesa imepatikana. Viongozi wafanye usajili madhubuti, usajili wa kutisha. Pesa ipo, wachezaji wapo, kwa sababu mpira unachezwa hadharani. Na kama mpira unachezwa hadharani, ina maana kwamba kila mtu anaona wachezaji. Imani yetu ilikuwa tunaona kwamba tumefanya usajili mzuri. Lakini upande wa pili wa wenzetu, wao walifanya usajili wa uhakika, na usajili wao ulikuwa unatija, unaonyesha kwamba hata kama dirisha dogo walifeli kidogo, lakini wao tayari washamaliza kwenye usajili mkubwa. Yaani mimi ushauri wangu kwa kipindi hiki kinachokuja kesho kutwa mwezi wa 8, usajili uwe wa viwango, kwa sababu wamefika hatua ya nusu finali ya shirikisho. Watumie ile hela, waache maneno yale, hata tusaidia yanaendelea kutuangusha. Na tukifanya usajili mbovu, Yanga safari itachukua hata mara 10 kama ninavyosema ule. Na baadhi ya mashabiki wa timu ya Simba mkoani Mwanza wamesema wana matumaini na timu yao kufanya vyema katika msimu ujao wa 2025-26. Mashabiki hao wamesisitiza umoja na mshikamano baina ya wanasimba ili waweze kufikia malengo yao. Mataji yote msimu huu, Simba ni watu wa mpira, wanaelewa. Kwa hiyo wanajua kwamba tumeteleza, tumepoteza, lakini ule mshikamano unaendelea kama kawaida. Tumeenda level ambayo ni nzuri, kwa sababu tumefika shirikisho Afrika, tumecheza finali. Bahati mbaya kisio riziki, basi akiwezi kufanya nini, akiwezi kulika, lakini tusife moyo. Wana Simba na imani mwakani tunarudi na makali yetu ya miaka 4 iliyopita. Ninategemea msimu ujao, maana ndio tunakusanya nguvu, maana Simba ni nguvu moja. Najua tutakwenda kufanya mambo vizuri.
kwa msimu ujao. Tuwaombe uongozi wetu Dar es Salaam, nadhani wanaoona hapa wanabuchosa wote wana kiu ya kombe yao kurudi ndani ya Msimbazi. Ni waombe wana Simba, viongozi wote kwa ujumla, wanachama, kuhakikisha umoja na mshikamano unakuwepo, tuhakikishe kombe letu na heshima yetu linarudi Msimbazi. Lengo langu ni kuchukua ubingwa wa Afrika, kombe la shirikisho au klabu bingwa, maana makombe yanayochukua haya ni kama najirudia tu. Sioni tatizo. Mimi mpaka sasa nakusanya nguvu zangu zikiwa safi nichukue ubingwa wa Afrika. Na moja kwa moja sasa tuelekee mkoani Tabora kuwatazama nyuki wa Tabora. Mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha ametamba ya kwamba timu ya Tabora United inakuja kivingine na kufanya usajili wa kishindo ili kuhakikisha wanapata kikosi bora kuzidi kile walichokuwa nacho msimu uliopita. Huu ujao na Tabora yetu United kulikuwa na maneno vingi na sikuwahi kusema. Hayo yamepisha, tumeendelea kuchukua nafasi ya 5, lakini tungeweza kwenda zaidi. Tumesema hicho tulichokipata si haba, tumekipokea. Sasa hivi ndugu zangu, tutakuwa hapa nchini hapa, tutakuwa na pinzani timu hii moja tu. Hakuna timu nyingine itakayokuwa inacheza mbele ya Tabora United. Tumejiandaa na usajili wa maana. Acha wale vijana kwa wanatusumbua mara rushwa, mara vitu gani vya kijinga. Tumeondoa wote. Tunakuja na kikosi cha vijana ambao hakuna hata kijana mmoja anavuka umri wa miaka 25. Ni chini ya miaka 25. Vijana kweli wanaojua mpira. Kwa hayo ndio maandalizi ambayo tulionayo sasa hivi. Tutaangalia tarehe rasmi. Tuwe na Tabora United Day. Siku hiyo ndio tutawatangaza wachezaji wetu wote. Na itakuwa ni sherehe ya kimkoa. Uwanja wa Ali Hassan Mwinyi, watu wa Tabora watajaa pale. Tutachinja ng'ombe zisizopungua 50 pale na ubwabwa watu watakula pale. Na wazee wetu wa Tabora tunajiandaa, watawashika mkono vijana wetu. Nachowaambia kwamba tutakuwa na mpinzani timu moja tu, sitoitaja, lakini ni moja tu katika nchi hii. Hamna timu nyingine tena. Turejee sasa jijini Dar es Salaam. Ufunguzi wa mashindano ya mkuu wa majeshi CDF Cup 2025 unatarajiwa kufanyika kesho katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam na kuonyeshwa mubashara na Azam TV. Akiongea na Azam TV, Brigadier Generali Saidi Khamis ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya CDF Cup amesema maandalizi yako vizuri kwa asilimia 99, akiwaasa wananchi kujitokeza kwa wingi kushuhudia burudani hiyo. Michezo ni umoja na mshikamano ni kauli mbiu ya mashindano ya mkuu wa majeshi Tanzania CDF Cup 2025, ikiwa leo ni mazoezi kuelekea ufunguzi wa mashindano hayo ambao utafanyika kesho katika dimba hili la Azam Complex. Tunatarajia kuanza saa 5, lakini milango ya Azam Complex Chamazi itakuwa wazi tangu saa 12 asubuhi. Kwa hiyo wananchi tunawaalika kwa wingi sana waje waone wanajeshi wao wanafanya mambo gani katika tasnia hii ya michezo. Mgeni rasmi katika ufunguzi wa michezo yetu hii atakuwa waziri wetu wa ulinzi Mheshimiwa Lawrence Tax. Kama kawaida yetu, michezo kwa wanajeshi inakuwa ni bure. Tunapima tu timamu wetu wa mwili, lakini ni kuweka ule mshikamano wetu pamoja na wananchi. Kwa hiyo michezo hii haitakuwa na kiingilio. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wote pande zote Dar es Salaam na Pwani, lakini hasa wenzetu hapa wa Mbagala waje waujaze uwanja wao wa Chamazi. Naam, ikumbuke kwamba mchezo wa ufunguzi wa mashindano haya ya CDF Cup 2025 utafanyika hapa katika dimba hili, lakini Julai 3 kutakuwa na michezo tofauti katika viwanja mbalimbali hapa jijini Dar es Salaam. Nikiripoti kutoka hapa katika dimba la Chamazi Azam Complex, Khadija Khalifa, Azam Sports. Shukran sana Khadija Khalifa, na kwa sasa hapa studioni moja kwa moja tunakwenda kuungana na Meja Yahya Mgaya ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ufundi na utaalamu kuja kufahamu kwa kina yeye kama mwenyekiti wa kamati ya ufundi na utaalamu. Nataka nifahamu kwanza kwenye kamati wamejiandaa kiasi gani
Meja Yahya, habari za wakati huu? Habari saizi nzuri bwana. Karibu sana Azam TV. Sogea tuzungumze vizuri bila shaka. Sana. Kwanza hongereni, nadhani panatosha. Na pia tutazame kwa watazamaji ambao wanatufuatilia kule nyumbani. Meja, nataka nifahamu ukiwa kama mwenyekiti wa kamati ya utaalamu na ufundi, kamati yako imejiandaa kiasi gani kuelekea kwenye ufunguzi wa mashindano? Saa kadhaa tu zimesalia kuelekea kwenye ufunguzi wa mashindano haya ya CDF. Karibu. Asante sana. Kuelekea katika msimu wetu wa 7 wa mashindano ya kikombe cha mkuu wa majeshi kama kamati ya ufundi na utaalamu tumejiandaa vya kutosha, kwa maana mpaka sasa tuna 100% ya kwamba mashindano kesho yatafanyika na ufunguzi rasmi utafanyika kesho. Kwa hiyo kama kamati tumejiandaa kwa maana kuandaa marefa, kuandaa timu, kuandaa burudani pale katika uwanja kuelekea katika ufunguzi wa mashindano haya. Kwa kesho pengine ni burudani zipi ambazo watazamaji wetu na mashabiki watarajie kuziona? Lakini pia kujibu swali langu la msingi la pili, ni michezo ya namna gani ambayo pengine tutakwenda kuishuhudia kwenye viwanja vya Azam Complex pale Chamazi? Kwa kesho katika ufunguzi wa mashindano haya ya kikombe cha mkuu wa majeshi kuna michezo miwili pale. Kuna mchezo wa utangulizi ambapo utahusisha maafisa na askari kuonyesha uwezo wao pamoja na timu ya Azam Veterans. Hii ni kwa nini tumecheza na Azam Veterans na kwa kuhusisha maafisa na askari? Hii ni kuonyesha umoja na mshikamano kabisa. Azam Veterans au Azam Media wametukaribisha katika uwanja wao ili kufanya shughuli yetu. Kwa hiyo ili kuonyesha kwamba tuko pamoja, basi tukatafuta timu ya pamoja ambayo inajumuisha maafisa na askari ili kuonyesha burudani na namna gani maafisa na askari nao wanajumuika na wenzetu wa Azam katika burudani ya mchezo wa mpira wa miguu. Baada ya ufunguzi kutakuwa mechi baada ya burudani hiyo ya mechi kutakuwa na burudani nyingine za ngoma za asili, michezo ya dansi, jazz, mazingaombo yatakuwa pale na michezo mingine mingi katika kusherehesha siku hiyo. Baada ya ufunguzi kutakuwa na mchezo sasa ufunguzi ambapo itahusisha kamandi ya jeshi la nchi kavu pamoja na jeshi la akiba. Kwa maana kwamba hili jeshi la akiba mwaka jana wao ndio walikuwa washindi wa pili. Sawa sawa. Kwa hiyo wanaingia kupambana na mabingwa. Manake ni kama vile makambingwa. Makambingwa, yes. Kwa hiyo ni mchezo ambao utakuwa mzuri sana. Ni bingwa pamoja na mshindi wa 3. Sawa sawa. Nataka nifahamu pengine ni tofauti ipi ambayo tuitegemea kuiona kwenye mashindano ya msimu huu tofauti na msimu uliopita? Msimu huu wa 7 tofauti ipo. Kwanza tumeongeza michezo ya ziada. Kuna mchezo wa kuogelea, kuna golf, kuna mieleka, kuna karate and judo. Kwa hiyo ni michezo ambayo ni mipya katika msimu huu wa 7. Vile vile ni namna uendeshaji wa michezo. Kadri tunavyokwenda katika misimu ya michezo kikombe cha mkuu wa majeshi, basi tunaweka miundo mipya ya namna ya kucheza michezo hiyo ili kuongeza kipaji na wanamichezo katika kuitumikia taifa letu. Nikushukuru sana Meja Yahya. Nadhani panapo jala yake Jalali kesho huenda na mimi nikawa ni miongoni mwa wale ambao watajitokeza katika uwanja wa Azam. Tunakaribisha sana, tunawakaribisha wananchi wote kuhudhuria kama alivyosema mwenyekiti wa kamati ya maandalizi. Kiingilio ni bure, waje waone burudani. Shukrani sana, hadi wakati mwingine. Asante sana. Nimeagana naye hivyo Meja Yahya Mgaya, mwenyekiti wa kamati ya ufundi pamoja na utaalamu. Endelea kusalia papo huku ukishuhudia na kuyajua mengi ambayo tumekuandalia. Tukirudi, miongoni mwa yale ambayo tutakwenda kuyatazama ni pamoja na mambo yamezidi kuwa magumu kwa Pep Guardiola, kocha huyu wa Man City. Man City ikitupwa nje kombe la dunia kwa club, na washiriki wa mchezo wa vikwazo wametembelea hifadhi ya taifa ya wanyamapori Makuyuni. Naam, asante kwa kusalia papo. Timu ya Manchester City ya England imetolewa katika mashindano ya kombe la dunia kwa club dhidi ya Al Hilal ya Saudi Arabia, ikiwa ni muda mchache tu baada ya washindi wa pili wa ligi ya mabingwa Ulaya Inter Milan kutolewa na Fluminense ya Brazil. Taarifa ya Juma Kinaanguka inaarifu zaidi.
Manchester City ndiyo timu pekee iliyoshinda michezo yake mitatu ya hatua ya makundi ambayo imeshindwa kutamba mbele ya Al Hilal baada ya kufungwa mabao 4-3 katika mchezo wa hatua ya 16 bora uliochezwa leo alfajiri. Man City ilianza mashindano kwa ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Wydad, wakashinda mabao 6-0 dhidi ya Al Ain kabla ya kumaliza hatua ya makundi kwa ushindi wa mabao 5-2 dhidi ya Juventus na kuongoza kundi G. Al Hilal ya Saudi Arabia inayonolewa na kocha wa zamani wa Inter Milan Simon Inzaghi ilionyesha ubora katika hatua ya makundi huku ikitoa sare dhidi ya Real Madrid na RB Salzburg na kushinda mchezo mmoja mabao 2-0 dhidi ya Pachuca na kushika nafasi ya pili kwenye kundi H nyuma ya miamba ya Hispania Real Madrid. Al Hilal ambayo imeweka historia kwa kuwa na kiwango bora katika soka kwenye ukanda Mashariki ya Kati itacheza na Fluminense ya Brazil katika mchezo wa robo finali Ijumaa ijayo mjini Orlando. Miamba wengine waliotolewa katika mashindano hayo ni washindi wa pili wa ligi ya mabingwa barani Ulaya msimu huu, Inter Milan, ambao wamefungwa mabao 2-0 dhidi ya Fluminense hapo jana. Inter ambayo ilipangwa kundi E ilishinda michezo miwili dhidi ya Urawa Reds na River Plate na kutoka sare moja dhidi ya Monterrey katika karata yake ya kwanza kwenye mashindano haya ya kombe la dunia kwa club. Inter Milan imekuwa na wakati mgumu msimu huu baada ya kupokea kichapo cha mabao 5-0 dhidi ya PSG katika mchezo finali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya katika dimba la Allianz Arena mjini Munich. Michezo ya kuhitimisha hatua mtoano ya 16 bora inatarajiwa kuendelea tena ambapo leo saa 4 usiku Real Madrid vinara kundi H watamenyana na Juventus waliomaliza nafasi ya pili kwenye kundi G wakiwa na alama 6 nyuma vinara Man City waliomaliza na alama 9. Real Madrid katika michezo ya makundi ilishinda michezo miwili na kutoka sare moja na hivyo kufikisha alama 7 na kuongoza kundi hilo, huku Juventus wakishinda michezo miwili na kupoteza mchezo mmoja na hivyo kushika nafasi ya pili kwenye kundi G. Kesho Jumatano alfajiri Borussia Dortmund ya Ujerumani, vinara kundi F, watacheza na Monterrey ya Mexico iliyomaliza michezo ya hatua makundi wakiwa katika nafasi ya pili na alama 5. Michezo ya hatua ya robo finali inatarajiwa kuanza kutimwa vumbi Ijumaa ijayo ya Julai 4. Juma Kinanguka, Azam Sports. Michuano inayoendelea ya kombe la dunia la klabu ya FIFA imeibua wachambuzi huku kila mmoja akitoa maoni yake mpaka kufikia sasa katika hatua ya 16 bora. Tusikie kile wachambuzi walichozungumza. Timu za Brazil mimi binafsi amenifurahisha kwa sababu hazipati matokeo kwa kubahatisha, zinaonekana zimestahili kupata matokeo. Lakini kitu kingine ambacho nimekipenda kwenye mashindano ni kwamba kuna jambo ambalo Afrika tunapaswa kujifunza kupitia mashindano, kwa maana ya kwamba timu zetu hazijatolewa kwa bahati mbaya. Ni daraja ambalo limetengenezwa baina ya klabu za Afrika na za mabara mengine. Kwa hiyo nadhani kuna kitu cha kujifunza ambacho kinaweza kusaidia mpira wa Afrika. Namna ambavyo soka linaendeshwa kwa sasa dunia nzima, kila mtu anataka kucheza kama Ulaya ambavyo wanacheza. Wa Brazili, watu wa Amerika Kusini wana utaratibu wao, pasi nyingi zinapigwa samba, lakini timu zao za taifa unaona inapokuja kwenye kimataifa haziendi mbali kwa sababu wachezaji wao wengi wamekwenda kucheza Ulaya. Ukifika Ulaya, Gabriel Martinelli alikuja Arsenal, anapiga vidali, anapiga mikanzo, mibaiskeli, lakini alipofika akaambiwa ukipiga hiyo moja na kuita unakaa kwenye mbao. Mchezaji kama Gabriel Jesus ni fundi kweli kweli, Richarlison, lakini walipofika tu Europe wakaambiwa hakuna, yani wewe unatakiwa ukipata mpira ukiinua jicho uweke sehemu fulani na kufundisha darasani, ndio nataka ukafanya hivyo shule. Kwa hiyo tayari soka la Ulaya limetawala. Kwa mimi nadhani tuangalie katika mashindano hii ya FIFA Club World Cup, tuangalie wenzetu hasa wa Ulaya wanafanya nini. Inter Milan tuchukue na sisi. Kesho tukiona Young Africans, Simba, Wydad, Zamalek, Ahli au Mazembe au nani wameingia huko, basi tuwe na mtazamo kama ambavyo wenzetu wanafanya. Ni baadhi tu ya maoni ya wachambuzi wa kandanda hapa nyumbani, na kwa sasa moja kwa moja nisogee hapa na nikusomee mechi zijazo kuelekea kwenye hatua ya 16 bora. Timu ya Real Madrid wao watawalika Juventus, wakati Borussia Dortmund nao watakuwa na kibarua kizito dhidi ya Monterrey. Mechi hizi ni mechi ambazo zinafuata kwenye hatua ya 16 bora.
Kwa sasa moja kwa moja tuangazie taarifa nyingine ambazo bado zinagonga vichwa mbalimbali vya habari za michezo na burudani. Mchezo wa mbio za vikwazo umezidi kuchanja mbuga safari hii, ukionyesha namna unavyoweza kutengeneza fursa, kutangaza utalii pamoja na vivutio mbalimbali vilivyopo nchini. Washiriki mbalimbali wa mchezo huo wametembelea katika hifadhi ya taifa ya wanyamapori ya Makuyuni iliyopo kilomita takriban 70 kutoka Arusha mjini. Hassan Mvula ametuandalia taarifa ifuatayo. Karibuni Makuyuni. Ziara hii imelenga kufanya tathmini ya maeneo ya kipekee yanayoweza kutumika kwa ajili ya kuendeleza utalii wa michezo hapa nchini. Mchezo ambao mimi nimeshuhudia mara mbili ndani ya huko nilikotoka. Yes, lakini nimeona mwamko mkubwa sana. Nimeona kiandaa na watu jinsi wanavyojitokeza, nikiamini kwamba ikienda ikatangazwa na ikaonekana ni watu wakapata yani hizi taarifa kwa ukubwa. Unajua media zina nguvu sana. Ukienda huko ukapata sponsors wakaweza kuwa na nyie mkatangaza kwa ukubwa, naamini mchezo ambao utakuja kupendwa sana. Sina shaka hii ni hatua ya mwanzo kuelekea kuipa Tanzania hadhi ya kipekee katika vivutio kupitia utalii wa michezo. Joshua Kayombo ni mkurugenzi wa ufundi kutoka kamati ya mchezo wa mbio za vikwazo, anasema hii ni fursa ya kipekee kwao. Tulikuwa tuijui kiukweli, lakini tumepata fursa ya kuweza kuitembelea na kwa uchache tumeweza kujionea mambo mbalimbali ambayo yanafurahisha kulingana na mambo ambayo sisi kama PMT Pentaton Multisport Tanzania ambao ni wadau pia wa michezo ya vikwazo, tumeona kuna fursa nyingi sana ambazo tunaweza tukazipata kama sisi wadau wa michezo ya vikwazo. Mfano, katika nyuma yangu hapa tunaweza tukaona kuna upande ambao kuna maji kule bwawa. Ile bwawa lipo kwa kazi maalum, lipo kwa ajili ya wanyama kwenda kupata maji, lakini pia linaweza likatumika kama eneo moja ambao tukatumia katika michezo yetu ya vikwazo, kwa sababu sisi tuko katika viewpoint, maana kule ni chini. Kwa hiyo tunaweza tukapata ule mchezo wa kutembea na kamba, umeona, kutoka hapa mpaka kushuka kule chini, na ukaweza kupata mandhari ya kuweza kuona wanyama mbalimbali, kuweza kuona eneo kubwa sana la hii hifadhi ya Makuyuni. Hassan Mvula, Azam Sports, Arusha. Taarifa ya Jegina ama gwiji Hassan Hemedi Mvula inaturudisha studioni, ambapo nyota wa Yanga wamezindua msimu wa 4 wa Wape Tabasamu kwa mwaka huu 2025, huku lengo likiwa ni kuchangia bima kwa watoto 250 pamoja na wazee 250. Tamasha hilo linalenga kujumuisha nyota mbalimbali kama Bwana Ali Samata, Simon Happy Good Msuva pamoja na Pacome Pedu Zuzwa, bila kusahau nyota wengine wengi. Na tumejiandaa vizuri, na ni timu ambayo nimeitengeneza kwa wachezaji walio bora na wakubwa, na naamini tutaweza kupata matokeo tena katika mchezo huu unaokuja. Timu yangu ina wachezaji mchanganyiko ambao ni wapo wa Simba, wapo wa Yanga na klabu nyingine za ligi yetu, ambao nikiwataja kwa majina, kwanza kuna Pacome Zuzwa, lakini pia kuna Aziz Ki nitamrudisha. Kwa mchezaji wako tena. Utajua hapo hapo. Kwani hela si ndio naongea? Hela ndio naongea. Lakini pia naye Abdulrazaki Hamza wa Simba, lakini naye Lianga, lakini pia na wengi wazuri ambao naamini siku hiyo mtajionea. Kwa hiyo kikubwa tungependa kuwaomba mweze kujitokeza kwa wingi siku ya tarehe 6, tuje tusherekee kwa sababu ni siku kubwa hiyo ndani ya mkoa wetu wa Morogoro. Mashabiki wote wa timu Kibwana wajitokeze kwa wingi, waje washuhudie burudani nzuri. Sasa hivi na waahidi ushindi. Na pia nimeweza kuongeza nguvu katika benchi langu la ufundi. Kibwana nimemtoa, haupo. Nimepata mwalimu mwingine, mwalimu mpya, kutakuwa na mifumo mingi mipya. James kaongea hapa, lakini ni kitu cha kawaida tu, maneno yeye na mchezaji wake najua anaongea sana, lakini mimi kama Kibwana sitaki kuongea sana msimu huu. Nataka watu waje waone vitendo. Asanteni sana. Huyu anaibaga.
Uwe na hili naibaga sana wachezaji wangu. Kikubwa atakuwepo Max Zengeli, atakuwa Simon Msuva, kapteni wa nchi, Bwana Samata watakuwepo. Naam, ni Dickson Joe pamoja na Kibwana Ali Shomari kuelekea kwenye tamasha la Wape Tabasamu. Kuelekea kwenye usiku wa ngumi jiwe Julai 26, mdhamini kwa upande wa afya Robi One Farmers amejipanga kuhakikisha mabondia wote wanapima afya zao kabla na baada ya pambano, huku akisema mapambano hayo yatakuwa na mvuto, hivyo wadau mbalimbali wasikose kujitokeza na wengine kutazama kupitia Azam TV. Tumejipanga vizuri kuhakikisha afya za mabondia zinakuwa imara, na siku ya kupima uzito na afya tutakuwa na madaktari wa kutosha. Pia tumeshaandaa ambulance, pia tushaandaa watu wa kutusaidia kuhakikisha ngumi zinaenda vizuri. Pamoja na hayo, kuna kitu ambacho tumeongezea Robi One Farmers. Baada ya mechi kuisha, kama mchezaji yote ameumia, anakuja ofisini anapewa taratibu za kutibiwa kwenda hospitali. Promoter kushikia na Azam TV wamekuletea kitu kilicho bora kabisa Mtanzania uweze kutizama au kuja kufika kwenye sehemu ya ulingo kuangalia moja kwa moja ukiwa live. Na ili usikose, kwa watu ambao kwa mikoani, tunaomba urenew kingamizi chako cha Azam mapema usije ukakosa mechi. Katika ngumi zote ni kali kama nilivyokuambia Aaron Jaffet, nikakwambia wakina nani wote wale, wakina Stumai Muki, nikakwambia wakina Saidi Bwanga, wote mna Tanzania mnawajua. Lakini sasa kivumbi kipo kwa ndugu yangu Karim Mandonga Mtukazi akikutana na Shabani Kaoneka. Hii ni game ambayo Watanzania wengi wanamejipanga kuiangalia, kwa sababu kama mnakumbuka kumbukumbu mimi na nituma tulikuwa Songea, tuliangalia mchezo wa Saidi na Shabani Kaoneka na Ali Karim Mandonga, kilikuwa kivumbi sana. Huu ni mshike viwanjani, tunakwenda mapumziko mafupi, endelea kusalia papo hapo ulipo. Asante kwa kusalia papo. Huu ni mshike viwanjani. Uzinduzi wa msimu mpya wa Ruaha Great Marathon umezinduliwa leo Julai mosi mkoani Iringa, huku zaidi ya wakimbiaji 400 wakitarajiwa kushiriki, na mgeni rasmi ni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Ni Great Ruaha Marathon ya kipekee zaidi kuwahi kufanyika, ambapo hadi sasa zaidi ya washiriki 200 tayari wamekwisha jiandikisha, lakini washiriki wengine wanaendelea, na matarajio ni kupata zaidi ya washiriki 400. Hii ni marathoni ambayo watu watakimbia ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha, huku wanyama wanatembea kama simba na tembo, lakini huku watu wanaendelea kukimbia kwa ajili ya kuweka afya sawa sawa. Na itakuwa ni mbio za kilomita 5, 10 hadi 20, lakini pia kuna sports fishing ambayo itafanyika hapo ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha. Binadamu na wanyama wanapishana katika njia kwa maana ya kila mmoja anakula 50 zake bila kuathiri 50 za mwenzake. Ni matarajio yetu kwamba tutaungana na Mheshimiwa Waziri Mkuu kwenye jambo hili kubwa na zuri ambalo linaleta umoja wetu, linahamasisha uhifadhi wetu, linakuza utalii wetu. Mratibu wa mbio hizi anasema hadi sasa kila kitu kiko kamili, na washiriki wote wanatakiwa kufika ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha siku ya Ijumaa, na tayari mahema yamekwisha andaliwa kwa ajili ya washiriki wote kulala hapo. Lengo la mbio hii kwanza kabisa ni kupromoti utalii wa kusini, kwa maana ya nyanda za juu kusini, lakini na vivutio vinavyopatikana kwenye hifadhi yetu pendwa ya Ruaha. Hiyo namba moja. Namba mbili ni kuhamasisha jamii kutunza vyanzo vya maji vya mto Ruaha. Kwenye system yetu watu ambao wameshajiandikisha wako takriban 250, lakini tunatarajia kwamba kuna taasisi ambazo zinakuja kuandikisha watu kwa groups, ambazo expectations mpaka sasa hivi ambao wameconfirm ni karibu zaidi ya 200, ambao kuanzia leo watakuwa wanakuja pale kwenye banda letu kwa ajili ya kujiandikisha. Hili ndilo banda maalum ambalo washiriki wote wanakuja kujiandikisha hapa, na kiingilio ikiwa ni shilingi 1045 pekee, ambapo mshiriki atapewa t-shirt, lakini vile atapewa begi pamoja na kuvaa medali, na tayari wengine wanaendelea hapa. Kinachosubiriwa tu ni tarehe 5 yenyewe kuona watu wakipimana ubavu ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha, huku simba anapita, huku tembo, katikati watu wanapiga jogging. Mimi naitwa Muhammad Nyaulingo, Azam Sports, Iringa.
Shukran sana Muhammad Nyolingo. Baadhi ya wazee wa mila na desturi kutoka manispaa ya Songea mkoani Ruvuma wametoa maoni yao wa kuomba katibu wa CCM wilaya ya Songea mjini James Mgego kufuatilia mchakato wa timu ya Majimaji kuwa chini ya halmashauri au mkoa wa Ruvuma ili waweze kupanda daraja na baadaye kufikia katika ligi kuu ya NBC. Sauti za wazee wa mila na desturi wa manispaa ya Songea zimesikika mbele ya katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Songea mjini, zikionyesha kuitaka timu ya Majimaji iwe mikononi mwa serikali kupitia halmashauri ya manispaa ya Songea na mkoa wa Ruvuma kwa ujumla. Zinatengenezwa katiba, mfumo, tuingizwe kwenye kampuni, inafika mahali inatupwa. Kuna nini katibu? Tusimwangalie Chale, tuangalie wana Ruvuma. Mpira wetu huu tulikuwa tunachanga, ukifika kulala kwenye gesti lazima uchange senti kidogo kuichangia Majimaji, ndio uwanja ukajengwa. Timu iwe ya hapa kwetu. Kama yani maamuzi yoyote yale wafanye biashara iwe amri kama serikali kwamba hii timu ya mkoa wa Ruvuma. Ni waombe tu kwamba haya mnaotufikishia sisi tutafanyia kazi. Na sisi tuwaombe tushauri mamlaka zote kuweza kutambua haya ambayo wazee umetuasa kwa siku ya leo. Kutoka manispaa ya Songea, mji wa mashujaa, mimi ni Mawazo Mwijengo, Azam Sports. Baadhi ya wachezaji wanaocheza katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kutoka mkoani Kigoma watashuka dimbani kesho Julai 2 kukipiga katika mchezo maalum kwa ajili ya kuchangisha fedha ya kuwasaidia watoto yatima. Mwandaji wa mchezo huo wa hisani ni kiungo wa klabu ya Simba Yusuf Ali Kagoma akishirikiana na Said Ntibazonkiza kutoka Burundi. Lengo kubwa nafikiri lilikuwa ni kwa wachezaji ambao wanaotokea mkoa wa Kigoma ambao wanaocheza katika ligi kuu, lakini kutokana na baadhi yao kuwepo na dharura na nini, kwa hiyo baadhi watakuwepo. Nafikiri wengi wao watakuwepo, wengine pia hawatakuwepo. Miongoni mwa watu ambao watakuwepo, Yusuf Dunia Lwengi atakuwepo, Darwish Saliboko atakuwepo, Wema Sadoki atakuwepo, Geoffrey Muha atakuwepo. Ndio profile yake ni kubwa sana kwa Tanzania. Hapa sidhani kama kuna mchezaji mwenye profile kubwa kama Saido. Kwa hiyo uwepo wake nafikia unaweza kuongeza kitu katika tamasha hili. Hakuna asiyependa kusaidia. Nadhani kitu cha kusaidia hasa watoto wa yatima, mama wajane, hivyo ni vitu ambavyo ni baraka ambazo nazihitaji na ni kitu ambacho kila mtu nadhani amempongeza. Na haswa mimi miongoni mwa watu ambao wamempongeza, na ndio maana nimetoka nyumbani toka Burundi nikaja, kwa sababu ni kitu ambacho kinafurahisha na kinapendeza katika macho na mbele ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana mmeona kama mmeitwa hapa ili awaelezee kwa upana na waambie kipi ambacho kilimfanya mpaka au na hii idea ya kusaidia. Maana kijana anapenda kusaidia, akasema kwa nini nisije kusaidia nyumbani. Ni Saido ama Said Ntibazonkiza. Yumkini ya ziada yako mengi sana, lakini kabla ya kuondoka hapa studioni ni kupitishe tu kwenye yale ambayo tulikuwa nayo usiku huu. Baadhi ya nyota wa kikosi cha Yanga wametoa tathmini yao ya msimu huu, huku wakisema msimu ulikuwa ni mgumu sana. Mashindano ya mkuu wa majeshi CDF Cup 2025 kufanyika kesho Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Na mambo yanazidi kuwa magumu kwa Pep Guardiola. Man City yatupwa nje kombe la dunia kwa klabu. Na ni hayo tu ambayo tulikuwa nayo kwa leo kwenye Mshike Viwanjani. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya kufikia mahali kokote pale ulipo, mimi ni Hassan Ahmed, sina la ziada, nikutakia usiku mwema usiokuwa na bugdha ndani yake.